Siku chache zilizopita zimekuwa na mabadiliko ya haraka katika siasa za kimataifa, huku mvutano kati ya Iran na Marekani ukizidi kushika kasi. Maandamano ndani ya Iran yanaendelea kuongezeka wakati kauli za kisiasa toka Washington na Tel Aviv zikiongeza presha ya kimataifa. Lakini swali kubwa ni hili: je, nini hasa kinaendelea ndani ya Iran? Na je, Marekani iko tayari kuingilia kijeshi? Kwa mujibu wa ripoti kutoka BBC, hali ndani ya Iran ni tata na inahitaji kuangaliwa kwa mapana zaidi ya vichwa vya habari vya kawaida. Maandamano yalianza mwishoni mwa mwezi Disemba baada ya wafanyabiashara katika bazari kuu ya Tehran kugoma kufungua maduka yao. Bazari hiyo kihistoria imekuwa muhimili mkubwa wa uchumi na siasa za Iran. Ripoti zinaendelea kuwa mfumuko wa bei umefikia viwango vya juu. Sarafu ya Iran imedhoofika, ukosefu wa ajira umeongezeka. Kutokana na hali hiyo, maandamano yalisambaa kutoka Tehran hadi mikoa mingine. Serikali ilijibu kwa kuzima mtandao, kukamata waandamanaji pamoja na kutumia nguvu za dola. Mamia ya watu wanaripotiwa kuuawa na maelfu kuweza kukamatwa, ingawa ni vigumu kuthibitisha takwimu kamili kutokana na vizuizi vya mawasiliano. Wakati hali ikiendelea Iran, Rais wa Marekani Donald Trump alitoa kauli kupitia mtandao wake wa Truth Social akisema alionya uwezekano wa hatua za kijeshi. Alidai msaada kwa waandamanaji ulikuwa njiani. Baadaye akasema mauaji ya waandamanaji yamesitishwa lakini yatafuatiliwa. Kauli hizi zimeibua maswali: je, Marekani inalenga mabadiliko ya utawala au inalenga kuzuia Iran kuwa taifa la nyuklia? Mnamo mwaka 1953, Waziri Mkuu wa Iran Mohammad Mossadegh aliondolewa madarakani kufuatia mapinduzi yaliyoandaliwa na Marekani na Uingereza baada ya kutaifisha sekta ya mafuta. Tukio hilo lilizaa chuki ya muda mrefu dhidi ya Magharibi. Mapinduzi ya mwaka 1979 yaliongozwa na Ayatollah Ruhollah yaliangusha utawala wa kifalme na kuanzisha Jamhuri ya Kiislamu. Baada ya hapo, Iran ilikumbana na vita vya miaka minane dhidi ya Iraq kuanzia mwaka 1980. Vita hivyo vilijenga utambulisho wa taifa unaojikita katika uvumilivu chini ya shinikizo. Mfumo wa Iran hautegemei taasisi moja tu. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi IRGC ni muhimili mkuu wa ulinzi na ushawishi wa kiuchumi. Marekani imeliorozesha IRGC kama kundi la kigaidi, huku IRGC inadhibiti makombora ya masafa marefu, droni, sehemu za uchumi pamoja na mitandao ya ujasusi. Muundo huu unaifanya Iran isiyo rahisi kushambuliwa, isiyo rahisi kuyumbishwa hata chini ya vikwazo. Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia, lakini mashaka yaliongezeka mnamo mwaka 2002 baada ya kugunduliwa kwa vituo vya siri vya nyuklia. Shirika la kimataifa la nishati International Atomic Energy Agency limekuwa likifuatilia kwa karibu. Nchi za Magharibi zina hofu kuwa Iran inaweza kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo Tehran inakanusha. Katika hatua nyingine, Israel imeonya kuwa iko tayari kujilinda dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati International Institute for Strategic Studies, Israeli ina bajeti kubwa zaidi ya ulinzi kuliko Iran. Lakini Iran ina idadi kubwa ya wanajeshi, idadi kubwa ya watu, eneo kubwa la kijiografia, hazina ya makombora ya masafa marefu. Hivyo mzozo wowote usingekuwa mdogo. Iran si taifa dhaifu, ni taifa lenye historia ndefu, kumbukumbu ya mapinduzi, vita pamoja na vikwazo. Wachambuzi wengi wanaamini vita kamili si ajenda ya upande wowote kwa sasa, lakini presha inaongezeka. Na swali linabaki: je, Marekani itachagua diplomasia au nguvu?
Na je, maandamano ya ndani yanaweza kubadilisha mwelekeo wa taifa hilo? Kwa habari moto za ndani na nje, endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media. Vilevile usisahau subscribe kwa kubonyeza alama ya kengele ili usikose taarifa mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.